Asubuhi ya dhahabu inachomoza juu ya tambarare zisizo na mwisho za Serengeti. Hapa ndipo moyo wa Afrika unapopiga. Ni dunia yenye uhai, nguvu na uzuri wa kiasili ambao haujaguswa na mkono mwanadamu. Hifadhi ya Taifa ya Serengeti ni miongoni mwa hifadhi maarufu zaidi duniani, ikiitwa mara nyingi uwanja wa maisha wa Afrika. Ni alama ya utajiri wa wanyamapori na mandhari ya kupendeza. Hifadhi hii ipo kaskazini mwa Tanzania, inapakana na hifadhi ya Masai Mara ya nchini Kenya, na inahusiana moja kwa moja na historia, utalii na uhifadhi wa mazingira barani Afrika. Jina la Serengeti linatokana na lugha ya Maa wa Maasai, likimaanisha ardhi isiyo na mwisho. Hifadhi ya Taifa ya Serengeti ilitangazwa rasmi kuwa hifadhi ya taifa mnamo mwaka 1951, ikiwa miongoni mwa hifadhi kongwe zaidi Tanzania. Hapa ndiko nyumbani kwa wanyama wakubwa watano, yaani simba, tembo, nyati, chui na kifaru. Lakini kati ya hao, mmoja ndiye anaitawala, naye ni mfalme wa pori, simba. Hali kadhalika, hifadhi hii inafahamika kwa uhamaji mkubwa wa nyumbu na pundamilia, zaidi ya milioni 1.5 ambao husafiri kila mwaka kutoka Serengeti kuelekea upande wa pili na kurudi. Tukio hili la kuhama kwa nyumbu hushuhudiwa na wageni na watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Lakini leo mfalme huyu anakabiliwa na adui asiyeonekana, anayeleta maumivu, udhaifu na hofu. Serengeti ni uwanja wa maisha, unageuka kuwa uwanja wa maamuzi makubwa kati ya kifo na matumaini. Wahifadhi na madaktari wa wanyamapori wa TANAPA wanapokea taarifa na mara moja wanashirikiana na timu ya madaktari bingwa watawiri na wanawasili. Kila hatua kwake ni maumivu, kila pumzi ni vita. Lakini katika vita hii ya kimya kimya, kuna walinzi wasioonekana wanaoitwa madaktari wa wanyamapori. Wakiwa wamebeba dawa maalumu na silaha ya kipekee, yaani bunduki ya sindano ya usingizi, timu ya madaktari hawa bingwa kutoka makao makuu ya TANAPA inajiandaa, wakishirikiana na watafiti watawiri kwa operesheni nyeti ya kumwokoa simba huyu bila kuvuruga mfumo wa pori. Kumtibu simba aliyejeruhiwa si jambo la mchezo wa bahati nasibu, kwani kila sekunde inahesabiwa. Madaktari wanapanga umbali salama, bunduki ya sindano inainuliwa, shabaha inalenga kwa umakini, risasi inapiga shabaha, pa! Ndani ya dakika chache, mwili wa simba unapoa, pumzi zake zinapungua, mfalme wa pori amelala. Sasa ni jukumu la binadamu kulinda uhai wake.
Mara baada ya simba kulala kwa utulivu, timu ya madaktari inafanya ukaguzi ili kuhakikisha amelala na anapumua vizuri. Zoezi hili linafanyika kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha mnyama hapatwi na madhara yoyote akiwa anafanyiwa uchunguzi. Madaktari hawa wanasema simba huyu kashiba vizuri, inaonyesha ana afya nzuri. Sindano huondolewa baada ya uchunguzi wa awali kukamilika. Mtaalamu wetu wa nusu kaputi anatueleza zaidi. Hii ndo sindano ya usingizi, kwa jina lingine inaitwa dart kwa lugha ya Kiingereza, lakini ndo sindano, ni bomba ambalo lina sindano yake. Sasa hii hapa ndio iliyotumika ambayo tumempiga, lakini yenyewe huwa kisha mgusa mnyama, kisha ingia inamwaga dawa yenyewe. Kwa hapa tayari ishamwaga dawa. Kwa muda huu ni muda ambao tunaweza tukaiondoa, haina kazi tena. Hii ni antibiotics kwa ajili ya kuzuia wadudu wasiweze kupenyeza kwenye kidonda ambako sindano imepita. Kwa hapo nimemaliza kwenye upande wa kutoa ile sindano. Lakini nikataka kujua zaidi, kwa nini anafunikwa uso kwa kitambaa? Tukamfunika macho kwa kitambaa. Lengo ni kuzuia majani yale yasiweze kuingia kwenye macho, lakini pia kuzuia miale ya jua isiweze kuingia kwenye macho na kumharibu. Hapa Helena kutoka TAWIRI, yeye ni mtafiti wa simba, anaeleza namna gani unaweza kutambua umri wa simba husika. Tukaangalia pua, ambapo simba akiwa na umri wa mwaka mmoja, maana pua ya package anavyozidi kukua, unakuta kwamba kuna black pigments ambazo zinakuwa zinaonekana kwenye pua yake, na attaining an age of 7 years and above, unafuta kwamba pua yake inakuwa very brackish. Na kwenye kufanya aging tunakuwa tuna interval ya 1 year au a half an year, like huyu mnyama ana miaka 3 mpaka 4 au 3 mpaka 3.5. Sasa kwa kumwangalia huyu, pua yake ever since black pigments zimesha cover more than 0.5% ya pua yake, kwa kuangalia tunasema kwamba ana miaka 6 mpaka 7. Hizi tunaziita elbow taps. Elbow taps, ambapo hizi elbow taps huwaga zinaanza kuonekana kwa simba akiwa na miaka 4 mpaka 5, na kufikia umri wa miaka 6 mpaka 7 zinakuwa zimekwisha komaa, na kufikia miaka 7 zinaanza kuondoka. Kwa hiyo unakuta kwamba kufikia miaka 12 kufikia miaka 10 mpaka 12 zinakuwa zimeshaondoka zote. Lakini pia huwa tunaangalia madoa ambayo huwa yanakuwa yanaonekana kwenye hii pati ya simba mpaka huku kwenye miguu. Akiwa na umri wa miaka tuseme mwaka mmoja mpaka miaka 3 yanakuwa yanaonekana sana, lakini kadri anavyokuwa anazidi kukua yale madoa yanakuwa yanapotea. Kingine ni hizi manes kwa simba. Unakuta kwamba simba akiwa na umri wa mwaka mmoja mpaka 3, hizi manes ndo zinaanza kuota, na uwaga zinaanzia kuota hapa maeneo ya katikati ya kichwa, ambako huwa zinaanza kuota kama nywele ndogo sana, tunaziita moho. Sasa zile nywele zitakuwa na zitaanza kuonekana akiwa na miaka 3, kufikisha miaka 4 na kuendelea, unakuta kwamba zinakuwa zimesha cover the whole neck. Sasa attaining an age of 6 years and above, unakuta kwamba zimeshakuwa kubwa kama zinavyoonekana kwa simba wetu. Anaendelea kueleza zaidi. Angalia meno, unakuta kwamba simba akiwa na umri wa miezi
15 mpaka 17 unakuta kwamba meno yake yanakuwa yote 30 kwanza yanakuwa yanaonekana, lakini yanakuwa very whitish, lakini pia yanakuwa very sharp. Anapozidi kukua anakutana na maswaiba mbalimbali ya kuwinda, unakuta kwamba ile sharpness inakuwa inapungua, na attaining an age of 4 years and above unakuta kwamba meno yake hususan hizi canine zinaanza kuwa worn out kama tunavyoona simba wetu hapa, lakini pia coloration yake inaanza kubadilika kutoka kwenye whitish kwenda kwenye yellowish. Unawezaje kumtambua simba uliyemwona jana au siku zilizopita? Helena anaeleza zaidi. Simba huwa tunafanya utambuzi wa simba mmoja baada ya mwingine. Sasa utajuaje kwamba huyu simba niliyemwona leo ni tofauti na niliyemwona jana au niliyemwona juzi? Tunatumia the so called whisker spot patterns. Sasa hizi whisker spot patterns zipo nyingi so far. Ukiangalia hapa kuna laini ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuendelea. Sasa for us tuna put into consideration the upper whisker spot line na the second. Sasa hii hapa tunaiita identification whisker spot line, alafu hii inayofuata tunaiita reference whisker spot line. Sasa hii identification tunasemaje? Tunaangalia spots ya kwenye identification imefall kwenye position ipi ya reference whisker spot line. Kwa hiyo ile position ndo sisi tunaichukua kama pattern ya huyo simba wetu, particular simba wetu, na hiyo pattern inakuwa maintained kutoka anapozaliwa mpaka time ya kufa kwake. Naweza nikasema pattern ni kama fingerprints zetu, kwamba pattern ya particular lion is never the same with any other pattern ya lion, not only kwenye ecosystem ya Serengeti but in the world. Kwa hiyo kwa mfano simba wetu huyu tunaweza tukasema kwamba kwenye reference the first whisker spot iko hapa, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na kuendelea, ya saba. Mwisho ziko 7, lakini ya kwanza tunaona kwamba ipo moja tu. Hii moja tuna make perpendicular line, tunasema imefall kwenye position namba ngapi. Kwa hiyo ukimake perpendicular line ina fall kwenye ya kwanza, ya pili and a half. Kwa hiyo whisker spot pattern ya huyu lion kwenye upande wake wa kulia imefall kwenye namba 2 and a half. Kwa hiyo ile ndio inakuwa pattern yake. Tunaweza tukamgeuza huku pia tukaangalia pattern yake, lakini hizi patterns unakuta kwamba zinakuwa different in terms of numbers, lakini pia in terms of position, lakini there are times unakuta kwamba kwa sababu ya ile simba kwamba wanakuwa related, yani blood related, unakuta kwamba there are times upande mmoja unakuwa the same na simba mwingine, lakini speaking of upande mwingine unakuwa tofauti. Kwa hiyo kwenye kuwa differentiate lazima upande wa kulia na kushoto uchukuliwe kwa ajili ya kuwa na difference kabisa ile ya uhakika. Kujua uwepo wa mnyama simba katika eneo husika unaweza kumjua kutokana na nyayo. Helena anaendelea kueleza. Kwenye kuwaita simba kwa kutumia callback, kwanza uwaga tunaangalia footprints za simba, ambapo kwa muonekano kama simba akikanyaga sehemu fulani ili kujua uwepo wake, unaweza unaangalia footprint, ambapo kama akikanyaga muonekano wake unakuwa kwenye hili shape. Lakini pia simba ana the so called retractable claws, kucha zenye kurudishika ndani, kiasi kwamba sasa anazirudisha ndani kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuogopa zisioze pale anapokanyaga kwenye unyevu. Hizi ni silaha ambazo mfalme wa pori huzitumia anapokuwa akiwinda.
Dr. Chuma kutoka TANAPA anaeleza kwa kina jambo aliloligundua na taratibu zinazofuata. Kawaida wanyama wakiwa na changamoto tunawakagua na kuangalia kwa macho na kutumia visaidizi vya macho, yani binoculars, kuona ile changamoto na kufanya maamuzi kwamba je, tunahitaji kumwangalia kwa karibu zaidi au tulivyomwangalia imejitosheleza na tumeridhika na hali yake, anaendelea vizuri. Sasa huyu mnyama tulipomwangalia tukaona kuna haja ya kumwangalia kwa karibu zaidi. Kwa hiyo tumechukua uamuzi wa kumkamata. Kumkamata tunatumia bunduki maalum na kama mithili ya risasi maalum ambazo zinajazwa dawa ndani, yani tunaziita darts. Na kiwango cha dawa pamoja na aina ya dawa inategemeana na mnyama anayehusika. Suala la uhifadhi ni mtambuka. Hali kadhalika, maisha ya wanyamapori hukabiliana na changamoto mbalimbali. Ndio maana wataalamu kutoka TANAPA, yani Tanzania National Parks, na TAWIRI, Tanzania Wildlife Research Institute, hushirikiana kwa ukaribu kuhakikisha wanyamapori wanapatiwa tiba bila kuathiri mfumo wao wa asili. Watanzania hatuna budi kuwalinda wanyamapori hawa, hasa wenye changamoto zinazotokana na shughuli za kibinadamu kwenye maeneo yao ya asili. Serengeti ni zaidi ya hifadhi, ni urithi wa vizazi vya sasa na vijavyo. Hapa binadamu na viumbe hai wanashirikiana katika dansi ya uhai. Kila tiba kama hii ni ushindi wa matumaini. Tumerithishwa, tuwarithishe.